Familia, katika hii maisha hakuna sehemu ambayo utafanikiwa bila kutumia karama. Kuna kitu nataka nifunze kuhusu kafara. Kafara ni nini? Kuna kafara aina mingi. Kuna kafara yenye binadamu atajitoa kumwamini Mwenyezi Mungu. Ajitoe kafara kwa njia ya maombi. Ajitoe kafara kwa njia ya kujituma, hata kikazi, hata kindoa, bado hiyo ni kafara. Maana umejinyima ukachukua muda wako mwingi kwa sababu ya kufanya kile kitu ambacho unajua kina manufaa na matumaini kwako. Hiyo ni kafara ya kwanza. Kafara ya pili ni pale pa kuchinja. Utaamua nichinje wanyama, nichinje mifugo, nichinje vitu zote hizo kwa sababu nataka mafanikio. Hiyo ni kafara ya pili, ambapo hiyo huwa inaleta katika mikono yako, ambapo Mwenyezi Mungu aliumba wanyama kwa sababu ya sisi tuweze kuwatumia kama chakula, kama nini. Na kuna watu wanatoa kafara si mbaya. Kuna mtu anaenda atoe kafara kwenye Illuminati, kwenye Freemason, kwenye majini, popote pale pia unatoa kafara. Kuna mtu anatoa kafara yake kanisani. Kuna mtu anatoa kafara yake kwenye mashehe. Inalingana ni kafara yako unaitoa sehemu gani. Na sehemu yote utamwaga damu, lazima kuna viumbe zitashuka. Na zikishuka, lazima zitakupa kile ambacho unataka. Kafara ya tatu ni kafara ya binadamu, ambayo kwenye kichawi ama kwenye hizo chama zingine zote ambazo tunazijua sisi wenyewe, ni kafara kubwa kuliko kafara yote katika dunia nzima, katika anga yoyote ile. Na ambapo hiyo inakuanga na madhara yake, kwa sababu wakati ule mtu anatoa mama ya mtu kafara, watoto wamebaki wanahangaika. Wanasema I wish mama yetu angelikuwa mababa yetu, tungekuwa tunaishi maisha mzuri. Hayo machozi yanarudi katika kizazi chako. Unapata katika familia umeingiza sumu ambayo haiwezi kaisha katika maisha yako. Kwa hivyo ndugu yangu, ningekuelekeza tu kitu moja. Popote ambapo utatembea, kitu cha kwanza tangulia kujitoa kafara mwenyewe. Uone kama Mwenyezi Mungu atashuka kukusaidia, ama Mwenyezi Mungu atashuka kukufungulia, ama Mwenyezi Mungu ataona machungu yako ya moyo wako, Mwenyezi Mungu ataona kujinyima kwako, kujituma kwako, na aamue tu kukubariki. Lakini pale penye mnakuja mnakimbilia vitu zingine ambazo hazieleweki, ndugu yangu, mnapotea. Kitu ya kwanza, muamini Mwenyezi Mungu kwenye jambo lako lolote ambalo unalifanya. Kitu ya pili, jipatie imani kwenye mambo yako. Na kitu ya tatu, jiamini mwenyewe. Mambo yako itakuwa sawa.